Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Kikundi cha vijana jijini Dar es Salaam Tanzania wageuza taka za plastiki kuwa nishati safi ya kupikia. Tumesukumwa na sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, takataka za plastiki ni nyingi mtaani. Kwa sababu ukiangalia takwimu zinaonyesha mwaka 2018 kulikuwa kuna tani 315,000 za takataka za plastiki. Na je, wafahamu maana ya maneno usiahi, ukenja au unyende? Basi salia nami hadi mwisho kwenye Jifunze Kiswahili. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 23 ya mwezi Disemba mwaka 2025, siku mbili tu kabla ya sikukuu ya Christmas. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza na muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Arnold. Naanzia Afrika. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP leo limesema linaongeza kasi ya msaada wa dharura wa chakula kufuatia kuongezeka kwa machafuko yaliyowalazimu mamia ya maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Takribani watu 500,000 wamekimbia makazi yao katika jimbo la Kivu Kusini tangu mapigano yalipozuka mapema Disemba, huku vituo vya afya vikivamiwa, shule zikifungwa na huduma za msingi zikikaribia kuporomoka. WFP imesema inahitaji dola milioni 67 ili kuendelea kutoa msaada kwa kipindi cha miezi mitatu ijayo. Cynthia Jones, mkurugenzi wa muda wa WFP nchini DRC, amesema bila hatua za haraka mgogoro huu wa njaa uko hatarini kuongezeka kwa kasi. Ameongeza kuwa familia zinazohifadhi waliokimbia makazi ambazo tayari zinakabiliwa na njaa kali zinagawana chakula chao cha mwisho na hivyo kuwasukuma wote kuelekea kukata tamaa kabisa. Nikisalia Afrika, kamati ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa leo imesema mjini Geneva kwamba imebaini kuwa Burundi iliwalipiza kisasi mawakili kwa kushirikiana na Umoja wa Mataifa kinyume na mkataba wa kupinga mateso. Kamati hiyo ya kupinga mateso imesema mawakili 4 wa Burundi walinyang'anywa leseni zao za uwakili na mali zao kutaifishwa baada ya kushiriki katika mapitio ya rekodi ya haki za binadamu ya nchi hiyo mbele ya Umoja wa Mataifa. Mjumbe wa kamati hiyo Todd Bolchard amesema nchi lazima zilinde, si kuwaadhibu wale wanaotaka kushirikiana na vyombo vya kimataifa vya haki za binadamu. Kamati imeitaka Burundi kurejesha leseni za mawakili hao, kurudisha mali zao na kuzuia vitendo kama hivyo katika siku zijazo. Na huko Gaza, shirika la Umoja wa Mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Kipalestina UNRWA limesema watoto wanaendelea kulipa gharama kubwa zaidi ya athari za vita. Nyumba na shule zimeharibiwa na kizazi kizima kinakuwa katika mazingira ya hofu na vurugu. UNRWA imeongeza kuwa watoto wanaendelea kuelezea matumaini yao kupitia michoro na nyimbo, wakibuni taswira ya madarasa yanayofunguliwa tena na nyumba zinazojengwa upya. Licha ya uharibifu mkubwa, UNRWA inasisitiza kuwa kila mtoto ana haki ya kuishi, kujifunza na kuota ndoto za maisha bora, huku shirika hilo likiendelea kutoa elimu, huduma za afya na msaada wa dharura kwa mamilioni ya watu Gaza na katika eneo lote. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Arnold. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye katika Kujifunza Kiswahili tutabisha hodi Baraza la Kiswahili la Zanzibar BAKIZA. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala.
Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Upatikanaji wa nishati safi ya kupikia ni miongoni mwa vipaumbele vya Umoja wa Mataifa kupitia lengo namba 7 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Huko Kimara Bonyokwa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, kikundi cha vijana kutoka chuo cha sayansi na teknolojia cha Paradigms wamebuni suluhu ya kuchakata taka za plastiki na kuzibadili kuwa nishati safi ya kupikia ya gesi. Je, wamefanyaje? Sabrina Saidi wa idhaa hii amezungumza na kiongozi wa mradi huo Amasha Kyando pamoja na mmoja vijana wanaoshiriki. Ili kupata undani zaidi, ungana naye. Nini kiliwasukuma ninyi hadi kuweza kuanzisha mradi huu? Tumesukumwa na sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, takataka za plastiki ni nyingi mtaani. Kwa sababu ukiangalia takwimu zinaonyesha mwaka 2018 kulikuwa kuna tani 315,000 za takataka za plastiki. Lakini pia takwimu zinaonyesha kwamba 5% tu ya taka za plastiki ndio zinazofanywa urejeshaji kwa maana ya recycling. Lakini 95% ya takataka za plastiki zinaishia kuharibu mazingira. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza, tuliziona takataka za plastiki kama fursa kwamba tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kutengeneza nishati safi ya kupikia. Sababu ya pili, tumeangalia maono ya rais anayeongoza nchi sasa hivi, Dr. Samia, kwamba amekuwa akizungumzia nishati safi ya kupikia. Na tumeona vikundi mbalimbali ambavyo vimekuwa vikitengeneza nishati mbadala kwa ajili ya kupikia. Kwa hiyo na sisi tukaona pia tunaweza tukatumia takataka za plastiki kwa ajili ya kutengeneza nishati safi ya kupikia. Na kwa nini nishati safi ya kupikia ya gesi na sio nishati nyingine? Of course sisi kila mtu aliangalia namna anavyoweza kutatua tatizo kwenye jamii. Kwa hiyo wapo ambao wameona wanaweza kutatua tatizo kwenye jamii kwa kutengeneza nishati mbadala labda ya mkaa. Wengine wameona wanaweza kutatua tatizo kwenye jamii kwa kutengeneza nishati mbadala ya aina nyingine. Sisi tumeona kwamba tunaweza kutengeneza nishati mbadala ya kupikia kupitia gesi. Tumeangalia changamoto ya plastiki ni nyingi mtaani na tukaona namna ya kuweza kuzibadilisha hizo plastiki kwenda kwenye gesi ili tuweze kutatua tatizo la ongezeko la takataka za plastiki kwenye mazingira yetu. Na mchakato wake unakuwaje? Jinsi ya kuzichakata hizo taka za plastiki kuweza kuweka kwa gesi. Takataka za plastiki zinapita kwenye hatua 6 muhimu. Hatua ya kwanza kama kawaida lazima zikusanywe kutoka barabarani, kutoka kwenye majalala, kutoka kwenye nyumba za watu wanakoishi, kutoka sehemu ambako takataka za plastiki zinapatikana. Zikisha kusanywa zinatufikia sisi hapa kwetu. Kwa hiyo kinachofanyika tunazipanga kwa makundi. Kwa sababu tunafahamu kwamba kuna makundi mbalimbali ya plastiki. Kwa hiyo lazima tupange kwa makundi. Kwa hiyo tutapanga kundi la kwanza, kwa mfano kundi la kwanza tunaliita PP kwa maana polypropylene. Na haya makundi yameandikwa pia hata kwenye plastiki. Kwa mtu ambaye labda pengine afahamu kwamba PP ni kitu gani. Unaweza kaangalia tu plastiki yako, kuna sehemu kuna kamchoro ka triangle, kameonyesha namba na kametaja pia aina ya plastiki husika. Kwa hiyo sisi tunazikusanya takataka za plastiki, tukishazikusanya tunazipanga kwa makundi. Tukishazipanga kwa makundi, tunaanza kutumia kundi moja baada ya kundi jingine. Sasa kwa sababu ya teknolojia yetu, sisi inahitaji tuweze kutumia plastiki aina moja kwenda kwenye aina nyingine. Kwa hiyo tunachokifanya tunaweza tukachukua takataka za plastiki ambazo labda ni PP kwa maana polypropylene, tukazikatakata. Kabla ya kuikatakata inabidi kwanza tuondoe vitu ambavyo havihusiani na plastiki. Kwa mfano maji, kwa mfano takataka za plastiki zingine unakuta zina mchanga, zina majani, kwa inabidi tuondoe. Kwa hapo tunafanya pre-treatment. Baada ya hapo tunaziingiza kwenye shredding machine, inabidi zikatwe zile takataka za plastiki vipatikanike vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo tukishakata vipande vidogo vidogo ndio tunaviingiza kwenye mtambo wetu. Mtambo wetu tunauita mini pyrolysis reactor, ambao pia tumeudesign sisi wenyewe. Hatukuagiza kutoka nje, tumetengeneza sisi wenyewe. Kwa hiyo tunachokifanya sasa, vile vipande vya plastiki tunavitumbukiza kwenye ule mtambo. Tukishavitumbukiza kwenye ule mtambo, tunaangalia njia mbili za kuweza kuchakata hiyo plastiki ili iweze kuleta gesi. Njia ya kwanza, tunafahamu kwamba plastiki zimetengenezwa na polymers. Polymers tunasema ni chain kubwa ya hydrocarbons ambazo ni mchanganyiko wa hydrogen pamoja na carbon. Sasa tunataka tuvunje ile chain ili tuweze kupata gesi. Tunafanyeje? Kwa hiyo tunakuwa na njia mbili. Njia ya kwanza tunatumia catalyst, njia ya pili tunatumia joto. Njia ya catalyst maana yake tuna catalyst ambazo tunazo. Na catalyst na maana gani kusema catalyst? Catalyst tuna maana ya vitu ambavyo vinachochea chemical reaction. Ndio tunaviita catalyst. Kwa hiyo tukishaweka kwenye hiyo reactor yetu ambayo ndani yake ina plastiki, ile catalyst inaenda kufanya kitu kinachoitwa catalytic cracking.
kuvunja zile chain. Maana yake tunaposema cracking, maana yake ni decomposition ya complex compound kwenda kwenye simple. Kitu kilikuwa ni chain ndefu ivunjike ipate vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba ile catalyst ikishavunja ile chain, baadaye ndio tuna heat sasa. Tunakuwa tuna source ya joto ambayo inaingia pia kwenye hiyo reactor, baadaye inawezesha ile plastiki yote kuvunjika na kuorojeka, baadaye kuweza kuzalisha hiyo gesi. Kwa hiyo gesi inavyozalishwa inabidi ipite kwenye station kubwa mbili kabla ya kwanza kuitumia. Station ya kwanza ndio tunasema hiyo ni desulfurizer. Desulfurizer ni sehemu ambako tunaondoa sulfur iliyopo ndani ya ile gesi. Sababu tunafahamu sulfur inazuia gesi kuwaka au pengine inapunguzia gesi kuwa na uwezo wa kuzalisha joto linalofaa. Kwa hiyo kinachofanyika inabidi tuipitishe kwa desulfurizer. Desulfurizer itaondoa ile sulfur na kuifanya ile gesi iwe kwanza kavu, lakini pia iweze kuwaka vizuri. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba sasa tukishaipitisha kwa desulfurizer, hatua inayofuata tunafunga dehydrator. Tunafahamu ile gesi inakuwa ina water molecules. Inakuwa na kiwango fulani cha unyevu, ambao kile kiwango cha unyevu lazima kitoke kwenye dehydrator. Kwa hiyo dehydrator itafanya kazi ya kuondoa ule unyevu na kuruhusu gesi kusafiri ikiwa kavu. Kwa hiyo gesi inapotoka kwenye dehydrator sasa ndio inaingia kwenye station ambayo tunaweza kuiweka kwenye mitungi mingine, lakini pia tunaweza kuitumia kwa maana ya kuiwasha. Na mchakato wake unachukua muda gani hadi uje umalizike, na labda inagharimu kitu fulani au mchakato, pesa au nini? Okay, mchakato vizuri. Mchakato unatumia kwa sisi hapa inategemea na kiwango tunachozalisha. Kwa sasa kama tulivyotangulia kusema awali, tunazalisha kwa majaribio. Hatuzalishi kwa biashara. Lakini tulikuwa tunazalisha kwa biashara, tunahitaji kutumia siku nzima au tutumie wiki ili tuweze kuzalisha kiwango kinachotosha. Kwa hiyo tunazalisha kwa majaribio. Kwa majaribio sisi tunatumia almost masaa 5 mpaka 6. Tumewahi kufanya kazi na UNEP baada ya kupata mwaliko wao. Na mwaliko wa UNEP ulitokana na sisi kuhudhuria maonesho ya siku ya mazingira duniani yaliyofanyika mkoa wa Dar es Salaam pale Police Officers Mess. Kwa tulivyokwenda pale, wa UNEP nao walikuwa ni miongoni mwa waalikwa kwenye lile tamasha. Kwa hiyo kila mtu alikuwa na kitu cha kuonyesha. Tulikutana na wadau mbalimbali wa mazingira na wenyewe walikuwa na kitu cha kuonyesha. Idea yetu sisi iliwavutia zaidi UNEP. Na ilikuwa ni tofauti na watu wote walioenda pale kwenye yale maonesho. Kwa hiyo wakatamani sisi twende ofisini kwao, twende tukaelezee idea yetu ni kwa namna gani inaweza kufanya kazi. Kwa hiyo tukawa tumepata nafasi ya kwenda pale ofisini kwao, tukaonana na Madam Clara, tukaweza kuonesha kile ambacho tunaweza kufanya. Na of course alitupa ushirikiano na akawa ametuambia tuandae baadhi ya documents ambazo mojawapo ilikuwa ni pitch deck ambayo inaonesha summary ya mradi mzima utakapokuwa na jinsi gani utatengeneza ajira, jinsi gani utatengeneza faida kwa vijana wanaojitolea na jinsi gani utakuwa faida kwa nchi husika. Kwa hiyo kwa kweli tulifanya hivyo na mpaka sasa hivi bado tuna mahusiano mazuri na mashirikiano mazuri kati ya sisi na UNEP. Mtazamaji, baada ya kuzungumza na kiongozi wa mradi huu Bwana Kiando, sasa nimekuja kuzungumza na mmoja wa vijana ambao naye anajishughulisha katika mradi huu wa kuchakata taka plastiki kuwa nishati safi. Habari yako? Salama. Unaitwa nani na upo hapa kama nani? Kwa majina naitwa Engineer Ngeni kutoka taasisi ya Paradise. Na unajishughulisha na nini hapa katika huu mradi? Mimi ni mmoja wa mshirika katika huu mradi wa kuchakata taka kutoa nishati safi. Na nini kilikuvutia hasa hadi unayo ukaamua kuungana na vijana wenzako hapa? Kitu kilichonivutia ni kuona jinsi taka zinavyochakatwa na kuwa nishati safi, kwa sababu zinaenda kusafisha mazingira. Yeah. Na kabla ya hapa ulikuwa unafanya shughuli gani ambayo tuseme ilikuwa na kuingiza kipato, ama shughuli ambayo ulikuwa unaifanya kabla ilikuwa inahusiana na nini? Shughuli ambayo nilikuwa nafanya kabla, lakini ndo shughuli yangu ilikuwa inaendelea, kwa ni mhandisi wa ujenzi na pia ni mkufunzi hapa. Yeah. Hongera sana vijana kwa ubunifu wenu wa kuchochea maendeleo endelevu. Na sasa tuelekee katika Jifunze Kiswahili. Tujiunge na Daktari Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar BAKIZA, akifafanua maana ya maneno usiahi, ukenja au unyende. Usiahi, ukenja au unyende
ni sauti ya kelele anayotoa mtu, inawezekana amepatwa na shida fulani, au wakati mwingine ni furaha tu, lakini anapiga ukelele mkubwa sana ambao unaweza hata kwa kushtua wakati mwingine. Asante sana Daktari Mwanahijali Juma kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo la ziada sina na kunja jamvi kwa leo, lakini tukutane tena Alhamis kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN vile vile. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.